Jeshi la Irani limelenga makao makuu ya vikosi vya Wakurdi wanaopinga serikali ya Tehran iliyoko kaskazini mwa Iraq. Mashambulizi hayo yameripotiwa kufanywa kwa matumizi ya makombora matatu, huku hatua hiyo ikiongeza mvutano katika eneo la Wakurdi ndani ya Irani na Iraq. Katika taarifa iliyonukuliwa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran, jeshi limeshambulia makundi ya Wakurdi wanaopinga mapinduzi ya Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika katika eneo la Kurdistan ya Iraq. Kwa upande mwingine, makundi hayo yanahatarisha usalama wa Tehran. Mashambulizi hayo yanakuja wakati Iran ikiendelea kuongeza nguvu dhidi ya makundi ya Wakurdi waliojikita Iraq, huku kukiwa na taarifa ya Marekani inaweza kuwashawishi Wakurdi kujiunga katika mapambano dhidi ya Iran. Wakati huo huo, mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yakiendelea. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, mtu mmoja ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanyika Jumanne na Jumatano kwenye kambi za makundi mawili ya upinzani ya Wakurdi. Baadhi ya walioumia walikuwa wapiganaji wa Peshmerga. Katika moja ya kambi zilizoshambuliwa, kombora la masafa marefu liliripotiwa kulipuka majira ya saa 5 asubuhi kwa saa za eneo hilo, likijeruhi wapiganaji 4 wa Kikurdi. Mmoja wao alifariki baadaye kutokana na majeraha aliyopata. Majengo katika kambi hiyo yaliharibiwa vibaya, huku vifusi na vipande vya chuma vikionekana kutapakaa eneo kubwa. Pia kulionekana shimo kubwa ardhini lililosababishwa na mlipuko wa kombora. Mashahidi wamesema athari za shambulio hilo zilikuwa kubwa. Katika kambi nyingine inayotumiwa na chama cha Democratic Party of Iranian, kiliripotiwa shambulio la droni 2, huku shambulio hilo likidaiwa kumjeruhi raia mmoja. Kiongozi mmoja wa chama hicho ameeleza kuwa Wakurdi wanaweza kuanza kupigana ndani ya Iran hivi karibuni. Wakurdi ni moja ya makabila makubwa katika Mashariki ya Kati, wakikadiriwa kufikia watu milioni 25 hadi 35. Wanaishi katika maeneo ya milimani yanayogusa mipaka ya Uturuki, Iraq, Syria, Iran na Armenia. Hadi sasa hawajawahi kupata taifa lao huru. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.